Thank you. Bondone oye! Bondone oye! Na yu mwano we. Na mwala weba mwinge meanata. Leo ni leo. Bondone oye! Mbaito mwaseo. Mambondone mwaseo. Ay. Sasa namo alatu onamo mande tu naito tuende tu na no kikundi kimwe. Tumefika leo kwa furaha nyingi kuwasalimia watu wa Mbondoni. Inyo mwema Mwingi West kama mwema Mwingi Central. Muko West Oh, basi sasa unajua hapa kwa mtumia wetu Anzamba Nguu. Mweze bakwa akasobi. Mbondone twemuzika twemuzie. Yunenda omutabya nekukie. Nenda tabisi ando mwate. Kalonzo ti Raila. We Kasongo wasoe kung'e Raila kura. Kalonzo siake sing'eka. Twatata sukuma mondume. Musukuma tuweze nokwezo nyubika. Lakini kadhu mweneza kanatio huo. Tumeweka haki Kenya hii. Na sisi leo Mbondoni tunasema Kenya ni nchi yenye uhuru. Nyinyi ni one term. Nyinyi ni one term. Kama ni one term wekeni kidole tuone one term. Sasa hapa tumeamua kwa sababu usiku umeenda. Niko Mukethia. Lakini nikisema Wiper nipatie Komboa Kenya. Wiper. Nikisema Komboa Kenya unipe one term. Komboa Kenya. Asante. Tuna viongozi ambao mtawaona, lakini kwa niaba yao tutamuuliza Riggy G awasalimie. Wanataka msalimiwe ni cousin. Lakini tuko na Mheshimiwa Eugene Wamalwa aonekane. Eugene Wamalwa huyo. Alafu tuko na Mheshimiwa Justin Muturi JB. Na pale tuko na Mama County Irene Kasalu. Ndiye huyo. Tuko na Senator Wambua. Ako wapi Senator? Ndiye huyo Senator Wambua. Tuko na Mheshimiwa Nyenze wa Kitui West. Sina mna hiyo. Nenda mumane timu yote ile nyinyi mulinikabidhi wana Wiper Patriotic Front. Hiyo timu ya Kitui kiongozwa na Governor Malombe. Ako wapi gavana? Hiyo timu mulinikabidhi. Malombe pengine yako mbele. Hiyo timu mulinikabidhi, na hapa kuna mheshimiwa mwingine anaitwa Mwali kama ujumbe wa Kitui Ruro. Ndiye huyo. Hiyo timu mulionikabidhi mimi nimeiweka yote pamoja, ijapokuwa mjumbe mmoja wa Mwingi West. Inyoni nyumo kaamanyai ono mukayekana na kanundu timu mwingi wakati wa impeachment ya Rigathi. Hii timu ya Wiper ilisimama na Rigathi. Andumaitu nendamo manye edha kibela kio sumbi kikenuka kwitu kikauma na nakulele ya kunuene Bethi wa Nyenze, ya kunuene Kio Wambua, ya kunuene Mwalika, ya kunuene Irene Kasalu, na timu ile ngionzea Wiper ateo CNN. Nemomba thukesie na nyendina dhina na CNN tio mwana waitu. Lakini wakanete report. Nimeleta report kwamba mmoja tu ndiye alikuwa UTAS. Wengine wote walisimama kwa msimamo wa chama. Na nataka niwashukuru viongozi watatu hapa ambao wataongea, ambao wamefanya mkutano huu kufaulu sana wa kutoka upande wa Kitui West. Mheshimiwa Nyenze, asante. Tulianza Katutu tukaja Tulia, tumpigie makofi.
alafu tukachukuliwa hapo na vijana hatari. Vijana mmoja anaitwa Kubasila, mwingine anaitwa King'e. Haya, mwingine anaitwa Bookshop, mwingine anaitwa Patrick. Na nundu imunene ba mwingi, all of you. Wacha Rigijio awasalimie kwa niaba ya sisi zote hawana. Thank you. Haya. Mbwadani oi. Mwaso wengi. Mwaine museo. Na mavinda onde. Muriaga dwaitu. Muriaga rigi. Hi cousins. Hi cousins. Hi makuzo. Makasi ni wapendane wasipendane. Makasi ni watembeleane wasitembeleane. Makasi ni watafute serikali pamoja wasitafute. Makasi ni wafukuze Kasongo pamoja wasifukuze. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Nimealikwa na Maikasi ni Kalonzo Musyoka. Na mimi najisikia niko nyumbani. Mimi mnajua chama yangu ni gani? Inaitwaje? DCP. Kazi yake si mtu afanye kazi yake. Si mimi niko kibarua nifanye kazi yangu ya kusikiza ground hapa Mbodoni Mwingi West. Munasemaje? Ate munasemaje? Ati munasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe King'ei, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore, wewe mtu ya kutenga, wewe adui ya Mukamba. King'ei aende asiende? King'ei aende asiende? Wangapi wanasema King'ei aende? King'ei alikuwa anaingilia mimi ati namtukana, naiba mali. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Aliponihangaisha Wakamba marafiki yangu wakabadilishe kutoka mwizi tumuite King'ei. Ni King'ei si King'ei? Ni King'ei si King'ei? Hapa Mwingi mzee ya hii boma hapa Ukambani ni nani? Ni nani mzee wa boma? Huyu wa Musyoka ndio mwenye kusema. Akisema iko maneno ingine. Kalonzo Musyoka akisema one term ni akisema ni wiper ni. Sasa mimi nashindwa watu ya Mwingi West. Mjumbe wenu anaitwa nani? Si ninyi mlimchagua? Ameniandikia message usiku. Akaniambia wewe Rigiji usikanyange Mwingi West. Ate mimi ndio mwenye. Sasa mimi najua siogopi, ni mtoto ya Maumau. Nikampigia simu. Nikamuuliza mheshimiwa, unasema nisikuje Mwingi West ati ni kwako. Mimi nilikuwa nafikiria mwenye boma ya Ukambani ni Kalonzo Musyoka. Na yeye ndiye amenialika. Akaniambia huyo Kalonzo hatutabui yeye. Sisi ni watu ya Kasongo. Nyinyi ni watu ya Kasongo? Nyinyi ni watu ya Kasongo? Sasa watu ya Mwingi West, mimi niko na kesi na nyinyi. Huyu Kalonzo mnamtakia mema? Mnataka aende mbali? Ataenda mbali namna gani? Ile mjumbe mumechagua ndio anamfuruta chini, ndio anampangia jama wakiwa na Kasongo, ndio anamtukana, ndio anaambia Kasongo ate Kalonzo ni bure, na nyinyi ndio mmemchagua. Sasa nyinyi mkitaka Kalonzo aheshimiwe, lazima huyu mjumbe muweke nidhamu. Mtamweka nidhamu? Huyu si nani? Msaliti si msaliti? Ni msaliti si msaliti? Aende asiende? Wangapi wanasema aende? Sasa watu ya Mwingi West, nyinyi mmekosa kiongozi ya kupatia. Si muko na viongozi waaminifu wazuri? Si mfukuza msaliti, mpatie Kalonzo kiongozi wa maana. Mtamsaidia? Harambee! Ya mwisho,
Niliona huyu waziri anaitwa Murkomen pale bunge jana akisema ati goons ni ya wanasiasa, akisema ati askari wanavaa mask ati wakienda dangerous assignment. Wewe Murkomen, nakuuliza, wale askari walitupiga kanisa ya ACK Othaya walikuwa wamevaa mask. Was that a dangerous assignment ya kuja kuumiza watu kanisani? Hii goons wameletwa na Kasongo na Murkomen. Murkomen ameuda kikundi ya goons ya kupiga mikutano ya siasa, ya kuvamia watu kanisani. Sasa pia ameuda kikundi kingine ya goons ya kuvamia mashamba na kuiba mashamba ya Wakenya. Sasa na tena amepeana passport kwa wakora ya kitaifa, international criminals ambayo wamepewa sanction wasitembee anywhere in the world. Murkomen anawapatia passport. Shida ya Kenya since independence under Kipchumba Murkomen, you will go down in the history of this country as a CS who allowed goonism to be part of the Kenyan security architecture. Hata hao polisi wanalalamika, wanasema kazi yao ni kuweka amani. They cannot understand how Murkomen is forcing police officers to work with goons, to protect goons when they are attacking the people of Kenya. Mimi nataka kuomba askari wote wa polisi, tafadhali msivunje sheria. Your work is to maintain law and order. Na mkiambiwa mfanye mambo haya ni kinyume na sheria, muambie mkubwa adikie nyinyi karatasi kidogo na hata kubali. I want to ask our police officers, I've seen them here. Please be guided by 5 documents as you carry out your duties. The Kenya Constitution 2010, Cap 363, the Penal Code, Cap 7, Procedure Code, Cap 80, and the Police Standing Orders. With those 5 documents, carry out your duties in accordance with the law. Don't follow Murkomen. Murkomen na Kasongo next year tutawapeleka nyumbani. Na wewe polisi unatumiwa kuua watu, kupiga watu, tutakukamata tukupeleke kotini na utakuwa peke yako. Bibi yako ndio atakuja kukuwekea cash bail. Murkomen atakuwa kwao Marakwet ama jela. Kasongo atakuwa Sugoi. Si ndio? Tumekubaliana? Na hao polisi wasijali, tunajua pia wameumizwa, wamepelekwa shana haifanyi kazi. Nyinyi polisi msijali, sisi ni watetezi wenu. Mkiambiwa mtutupie tear gas, mnatupa opposite direction. Kwa sababu sisi ni watu wenu. Si ndio? Si ndio? Pia mimi nataka sisi na Kalonzo na wengine tutafanya marekebisho kwa polisi. Tutaongeza mshahara ya kutosha. Wawache kukunywa chai kwa barabara. Mtu akunywe chai kwa bibi yake kwa sababu ako na mshahara mzuri. Si ndio? Pia sisi wazee wale wanakunywa 2-3 ya kutafuta usingizi. Si wazee tunakamata 2-3 ya kutafuta usingizi. Tunataka next year polisi wakipata mshahara mzuri, wakipatana na mzee anaenda nyumbani amekamata 2-3 ya kutafuta usingizi, wakiweka yeye kwa Land Cruiser, wasimpeleke police station, wapeleke mpaka nyumbani kwa bibi yake akapumzike pamoja na bibi yake. Harambee! Kalonzo tumwangalie, asaidiwe, asukumwe, lakini nyinyi mtafanya kazi yenu. Mtafukuza hii msaliti. Watu ya Mwingi West, next year mwezi ya 9 nitakuja hapa. Mukirudisha hii msaliti ya Kasongo, haki ya Mungu nitakuja hapa na kiboko. Nitakuja hapa na kiboko. Hiyo msaliti ataenda. How can you, watu ya Mwingi West, msaliti wa jamii ya Wakamba anaangaisha Kalonzo wakiwa na Kasongo, ate nyinyi mpatie kura? Mnaweza kubali? Afukuzwe asifukuzwe? Aende asiende? Kwetu tumetangaza operation inaitwa Fagia, ya kufagia wasaliti. Nikisema harambe mseme Fagia. Harambe! Wasaliti wote, UDA, Wirubaro, CNN, Motuse, Soprano na Kasongo. Na Kasongo. Wangapi wanasema Kasongo afagiliwe, Kasongo afagiliwe? Asanteni sana. Mtakuja kunitembelea wa Monyoro? Mtakuja kutembea wa Monyoro? Mtakuja siku gani? Mtakuja lini? Mtakuja lini? Ati kesho? Hapana, kesho tuko area.
kesho kutwa. Asanteni, Mungu awabariki. Hakikisha unaitisha IDs. Vijana wale wana ID wapatiwe quickly, wachukue kura, ndio tutapiga huyu jamaa risasi moja kwa kura. Thank you. Niliwatambua. Ni sawa, thank you.